Naam, karibu katika habari moto za sasa hapa Moto TV Kenya, jukwaa lako la habari zinazotikisa Kenya na dunia. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umebonyeza subscribe ili uendelee kupata uchambuzi wa kina wa masuala makubwa yanayoendelea Kenya na duniani. Leo hii tunaangazia kashfa kubwa ambayo imeanza kuibua maswali makubwa kuhusu hadhi na usalama wa pasipoti za Kenya. Ni sakata ambalo sasa limevunja mipaka ya Kenya na kuvutia macho ya mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Kundi la haki za binadamu la Marekani, Human Rights Foundation, sasa limejitokeza wazi kuikosoa serikali ya Kenya kwa madai kwamba imewapa pasipoti baadhi ya watu wanaohusishwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan. Katika taarifa iliyochapishwa kupitia mtandao wa kijamii wa X, shirika hilo lenye makao yake New York lilieleza wasiwasi wao kuhusu kile lilichodai kuwa hatua ya Kenya kuwapatia vitambulisho na pasipoti watu wanaohusishwa na kundi la kijeshi la Sudan linalojulikana kama Rapid Support Forces au RSF. Kundi hilo la RSF ni moja ya makundi yanayopigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaendelea Sudan. Vita ambavyo vimesababisha maafa ya vifo na mamilioni ya watu kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa taarifa ya Human Rights Foundation, hatua ya kuwapatia pasipoti watu wanaohusishwa na kundi hilo inaweza kuwasaidia kukwepa vikwazo vya kimataifa na hata kusafiri kwa urahisi duniani wakitumia utambulisho wa Kenya. Mjadala huu umechochewa zaidi na madai kwamba Kenya imewapatia pasipoti zaidi ya raia 25 wa Sudan, baadhi yao wakiwa na uhusiano wa karibu na viongozi wa RSF. Miongoni mwa majina yaliyotajwa ni Algoni Hamdam Daglo Musa, ambaye anasemekana kuwa mdogo wake wa kamanda maarufu wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, anayejulikana pia kwa jina la Hemdeti. Kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, watu hao wawili wamewekewa vikwazo na serikali ya Marekani kwa madai ya kuhusika katika kufadhili vita, kununua silaha na pia kuhusishwa na mauaji ya kikabila pamoja na ukatili wa kijinsia katika maeneo ya vita Sudan. Sakata hili lilianza kupata nguvu zaidi baada ya kuibuka kwa kile kilichodaiwa kuwa orodha iliyovuja kutoka idara ya uhamiaji ya Kenya, ikionyesha majina ya watu kadhaa wa kigeni ambao walikuwa wamepewa au walikuwa katika mchakato wa kupewa pasipoti za Kenya. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baadhi ya pasipoti hizo zilichakatwa kati ya Agosti mwaka 2024 hadi Februari mwaka huu. Mbali na raia wa Sudan, orodha hiyo pia ilidai kutaja raia wa Zimbabwe ambaye aliripotiwa kuwa na tuhuma za ufisadi katika nchi yake. Swala hili limeibua hasira kubwa miongoni mwa Wakenya wengi ambao sasa wanauliza maswali makubwa kuhusu utaratibu unaotumika kutoa pasipoti za Kenya. Mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya, Boniface Mwangi, alitoa kauli kali akidai kwamba pasipoti ya Kenya inaonekana kuuzwa kwa urahisi sana. Kwa mujibu wa Mwangi, ikiwa madai hayo ni ya kweli, basi hadhi ya pasipoti ya Kenya inaweza kuwa hatarini. Ni muhimu kuelewa kwamba pasipoti ya Kenya ni moja ya nyaraka muhimu sana kwa usalama wa taifa, kwa sababu inampa mtu uwezo wa kusafiri kimataifa kama raia wa Kenya. Iwapo watu wanaohusishwa na vita au vikwazo vya kimataifa wataweza kupata pasipoti ya Kenya, basi kuna hatari kwamba nchi inaweza kujikuta katika mizozo ya kimataifa au hata kushutumiwa kusaidia watu wanaotuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Mpaka sasa idara ya uhamiaji nchini Kenya chini ya mkurugenzi mkuu Evelyn Cheluget pamoja na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen hawajatoa maelezo ya kina kuhusu madai haya. Ukosefu huu wa majibu rasmi umeendelea kuongeza presha kwa serikali ya Kenya, huku Wakenya wengi wakitaka uwazi kuhusu kilichotokea. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasema kuwa iwapo madai haya yatathibitishwa, yanaweza kuathiri sana taswira ya Kenya kimataifa. Kenya kwa muda mrefu imekuwa ikijijengea sifa kama nchi
inayotetea amani na haki za binadamu katika eneo la Afrika Mashariki na hata bara la Afrika. Lakini sasa sakata hili linaweza kuibua maswali kuhusu iwapo nchi inaweza kuwa imesaidia watu wanaohusishwa na vita kukwepa vikwazo vya kimataifa. Kwa sasa shinikizo linaendelea kuongezeka kwa serikali kutoa maelezo ya wazi kuhusu swala hili, huku mashirika ya kimataifa, wanaharakati na wananchi wakitaka ukweli ujulikane. Na swali kubwa ambalo linaendelea kuulizwa ni hili: je, ni kweli kwamba pasipoti za Kenya zilitolewa kwa watu wanaohusishwa na vita vya Sudan? Na kama ni kweli, ni nani aliyeruhusu hilo kutokea? Hiyo ndiyo habari moto ya sasa hapa Moto TV Kenya. Je, wewe una maoni gani kuhusu sakata hili? Unafikiri serikali inapaswa kutoa maelezo gani kwa wananchi? Tuandikie maoni yako hapa chini, na usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare kwa habari moto, uchambuzi wa kina na taarifa muhimu kila siku. Pia turn on notification ili kupata habari zote pindi tunapoziweka kwenye hadhara. Mimi naitwa Ogara Brian Osoro.